Bwana Kefa Chengula, mambo vipi lakini? Bwana shwari, mishe vipi? Salama. Namshukuru Mungu. Bwana, mashabiki wa Simba hivi sasa ni kama wanatamani jambo fulani litokee ili angalau kupoza maumivu kwa namna moja au nyingine. Jambo ambalo wana Simba wanalitegemea ni kuhusiana na the X factor player. Bwana, huyo mchezaji anatajwa kwamba ni Faisal Salum Feitoto. Tetesi zinaeleza kwamba Simba tayari wameshamalizana naye. Bado jukumu la kuweza kumtangaza, lakini jambo jingine ni kuhusiana na Stephane Aziz Ki, na yeye anatajwa kwamba amemalizana na klabu ya Young Africans. Amerejea ndani ya klabu yenu Young Africans. Tuanze na Faisal Salum Feitoto ndani ya klabu ya Simba, lakini baadaye tutaangazia Stephane Aziz Ki ndani ya klabu ya Young Africans. Binafsi kwa Faisal, kwa taarifa nilizonazo kwenye vyanzo vyangu vya kuaminika visivyokuwa na shaka ni kwamba Faisal Abdalla Feitoto amenaswa kwenye rada za Jairuti. Manake ni mchezaji halali wa klabu ya Simba, na so far nilivyosikia kwenye vyanzo vyangu ni kwamba anasubiriwa tu kutambulishwa. Na jana kwenye chanzo changu hicho cha habari cha kuaminika Faisal saizi yuko kwenye photoshooting. Yuko kwenye photoshooting kwenye klabu ya Simba, kwa sababu hizo ni za chini chini, kwa sababu ni mchezaji, kwa sababu mwanzo Yanga tulikuwa tunamhitaji, lakini nikawa tumepata tetesi kwamba kuna mchezaji mwingine ambaye klabu ya Yanga anamhitaji kwa ajili ya kwenda kufanya ile replacement kwenye hiyo nafasi ya Faisal. Kwa hiyo kwa klabu ya Yanga ni kama ile nguvu ya kwenda kumchukua, kwa sababu nilisikia kwamba uongozi wa Azam unahitaji bilioni 7. Manake bilioni 4 za Azam na bilioni 3 zende kwa Faisal. Kwa hiyo nafikiri Jairuti, nilivyosikia kwenye chanzo cha habari cha kuaminika kwamba Jairuti ameanzisha hiyo X factor kwamba mashabiki zao wanunue jezi pisi 100,000 ili waweze kufanyaje kuongeza nguvu kwa ajili ya kwenda kumchukua Faisal. Lakini nafikiri kwenye hilo swala, kwa sababu usajili dirisha linafungwa kesho kutwa, kuchinda kesho, maana yake tarehe 15. Kwa hiyo nafikiri ndani ya hizi siku mbili, kama sio leo au kesho, Azam FC watakubaliana, wameshakubaliana of course, lakini nafikiri kuna vitu vidogo vidogo ambavyo wanakamilisha. Na hilo swala na nilivyosikia amedimaliza DJ Ruti, kwa sababu mzee wa hela ziko benki. Nafikiri yeye anaendelea na mambo ya nani huko ya kumalizana kwenye mambo ya benki, lakini mzee wa Jairuti, naamini nishakwambia Jairuti ni mtu ambaye amenyoka kama lula. Lakini habari nilizonazo kwenye chanzo changu cha kuaminika ni kwamba Faisal Abdalla Feitoto amesajiliwa kwenye klabu ya Simba, lakini na vile kwetu sisi ni exclusive. Kwa sababu mimi ni mwanachama wa klabu ya Yanga, naipenda Yanga, ni exclusive. Klabu yetu tumepata nafasi au tumepata ule wasaa wa kumrudisha tena mtu wanasema jitu mwitu msitu, Stephane Aziz Ki, mwenye kigimbi chake, mwenye mtu unasema nini, shemeji unasemaje, unasema shemera. Kwa hiyo Stephane Aziz Ki ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga kutoka sasa ninavyozungumza. Kefa Chengula ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga, kwa sababu so far unajua mimi nilitaka nikwambie kitu kimoja. Kuna hizi karata mbili, kwa sababu nimesikia kwamba kuna, manake akiingia Stephane Aziz Ki inatakiwa mchezaji mmoja atoke. Nani anatoka? Manake wengine wanasema Alan Okero, na wengine wamesema kwa yule beki wetu Komara Faruku Komara, kama sijakosea jina lake, kwa sababu bado sialikariri vizuri. Kwa hiyo nimesikia wanasema Komara namna Faruku, namna ule uchezaji wake inaonekana kidogo hajaklik, na sisi kwenye klabu yetu hatuna shida kubwa sana na beki. Kwa hiyo nafikiri Komara au Alan Okero, kati ya huyo mmoja anaweza anatoka. Lakini nimesikia kwamba kwa Alan Okero unaweza shida ikawa ngumu, kwa sababu nimesikia kule Wydad Casablanca hela aliyotoa ni hela ndogo. Lakini ndani ya hizi siku mbili, leo au kesho, Stephane Aziz Ki tunaenda kumtambulisha kama mchezaji halali wa klabu ya Yanga, na kilichobakia sasa hizi ni vitu vidogo vidogo kuvimalizia zidi ya timu yake ya zamani ya Etihad, kwa ajili ya kuhararisha kuwa mchezaji rasmi wa klabu ya Yanga. Lakini mpaka sasa hizi kwa jana alikuwa pale Zanzibar, na sasa mpaka sasa hizi yuko kwenye mikono ya salama ya klabu ya Yanga. Nafikiri tusubiri ndani ya siku mbili hizi taarifa rasmi kwenye peji za klabu zitarindima. Lakini chanzo changu cha kuaminika, Stephane Aziz Ki ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga. Bado tu klabu kuthibitisha, lakini taarifa zangu rasmi ni hizo. Bwana
Faisal Salum Feitoto akitua Msimbazi kama ambavyo taarifa zinavyoeleza, Simba itakuwa ni timu ya namna gani sasa kutokana na hiki ambacho kimejitokeza kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii? No doubt. Yaani kwa mchezaji kama Faisal, nikwambie Mnyasa, kwa mchezaji kama Faisal, kwa klabu ya Simba, kwa ligi ya ndani, kama watafanikiwa kumchukua Faisal au kama wamefanikiwa kumchukua Faisal, maana kuna mengi. Unajua klabu ya Simba bwana imekuwa kidogo inatia mashaka, hata sisi watu wazee wa kunyapia wamekuwa wakitutia mashaka. Unaweza ukashangaa Faisal wameshamchukua kama nilivyosema, lakini ukashangaa mwisho wa siku ameenda Yanga. Unajua vitu hivi bwana. Lakini ukimwangalia namna Faisal, uchezaji wake, kujituma kwake kwa ligi ya ndani, ataisaidia sana Simba Sports Club. Ataisaidia sana. Na ndio maana mimi nilikwambia kwa Faisal, kwa kimataifa, kama akija pale kwenye klabu ya Yanga anaenda kujitafuta, kwa sababu ukiangalia sisi tuna Stefan Aziki. Akija na Faisal maana yake tayari Faisal anaenda kumezwa na Stefan Aziki. Na mimi nilishasema jamani, mimi ni shabiki wa Stefan Aziki na nilishazungumza wazi kabisa kwamba Faisal ni mzuri, sio mchezaji mbaya. Lakini kwa ligi ya ndani Faisal ni kweli ana mchango mkubwa, lakini kimataifa Faisal ana changamoto. Umeona? Na haya mashindano na hiyo bilioni 7 ambayo wanasema Jeruti ameitoa, maana yake hiyo namna kurudisha hiyo fedha ni kwenda Faisal kuisaidia Simba kimataifa. Sidhani kama hiyo fedha inaweza ikarudishwa kwa mashindano ya ndani. Kwa hiyo mimi binafsi kwa Faisal kwenye ligi ya ndani, no doubt klabu ya Simba atawasaidia sana, sio kidogo, atawasaidia sana. Lakini kwenye kimataifa ndio changamoto inapokuja. Na ndio maana mimi nilipigia debe na niliomba kwa Mwenyezi Mungu, na wafuatiliaji wote wa Mnyasa TV ni mashahidi. Nilisema jamani, kwa Faisal kama anakuja Yanga basi atatusaidia kwa ligi ya ndani, lakini kimataifa Faisal hawezi kuipeleka klabu yoyote au kwenye level yoyote, kwenye klabu yoyote hapa Tanzania. Wanasema tunza maneno yako. Mimi natunza maneno. Ninazungumza kwa sababu Faisal tumewahi kuwa naye kimataifa, lakini kwenye ile Yanga ambayo ilikuwa kwenye peak. Lakini pengine akienda Simba kama ambavyo duru zinaeleza, akikutana na Mwalimu Steven Baka akamtengeneza vile ambavyo inatakiwa, pengine anaweza akawa mchezaji wa kutumainiwa kwenye michuano ya kimataifa kwa siku zijazo. Inawezekana, of course, ni kweli kama ninavyosema, tusimalize maneno, lakini mimi nazungumza kwa hadidu rejea, yani kwa namna jinsi alivyokuwa huko nyuma tulivyokuwa naye, kwa sababu Faisal Abdalla Feitoto tumewahi kuwa naye pale Yanga ikiwa kwenye piki, ina Stefan Aziki, ina Fiston Mayere, ina Yannick Bangala, ina Aucho, ina Morrison, Yanga iliyoenea. Lakini mchango wa Faisal kimataifa ulikuwa ni mdogo. Umeelewa? Sisi kuna siku kama unakumbuka tumewahi kutolewa hapo na timu moja inatoka I think kama sio Ghana basi ni Nigeria. Umeelewa? Tumewahi kutolewa hapo. Yaani Faisal yupo, lakini mchango wake ulikuwa ni hafifu na ile timu ilikuwa haina nguvu ya kihivyo. Timu nafikiri ni timu ya Nigeria, nimesahau jina lake. Rivers. Rivers United. Faisal alikuwa hapo kipindi hicho. Umeelewa? Lakini alishindwa kutusaidia. Alishinda kutusaidia sisi kutupeleka kwenye hatua inayofuata, na Faisal alikuwa hapo. Na ndio maana nakwambia Faisal Abdalla Feitoto kwa ligi ya ndani, no doubt, sina mjadala, sina upingamizi. Yule mchezaji ni mchezaji mzuri na atawasaidia sana Simba. Lakini kwenye kimataifa Faisal Abdalla Feitoto bado. Na ndio maana mimi nilivyosikia kwenye ile sosi yangu ya habari kwamba tumemchukua Stefan Aziziki, mwanangu yule mwanaume, yani mimi nampigia saluti. Yani katika namba 10 wachezaji ambao tumewapata na kuwapata, sio kwamba sisi Yanga tu tunakubali, hata Simba wenyewe wanamkubali Stefan Aziziki, kwa sababu juzi nimemkuta Mzee Saidi, nimemkuta wakina nani wote, kila mtu anakubali uwezo wa Stefan Aziziki. Hata mimi leo Stefan Aziziki angekuwa naenda Simba, ningepiga sauti kama ninavyopiga sauti kwa Faisal. Mimi ni mtu wa football, nazungumza football, kwamba kwa mchezaji huyu kwenye level hii anaweza kusaidia. Lakini kwenye level hii sawa na sisi leo, Alan Okero Mnyasa hawezi kuifikisha klabu ya Yanga popote pale kimataifa. Umeelewa? Na ndio maana tumemleta nani? Stefan Aziziki. Alan Okero tulikuwa naye kimataifa, hana goli hata hili. Lakini kwenye ligi kuu ndani ya bara ana magoli siku 14 siku 15. Umeelewa? Sasa hayo magoli kwa nini asiyabadilishe akayapeleka kimataifa? Ndio narudi pale kwamba jamani, kuna wachezaji wa kwenda kucheza kimataifa na kuna wachezaji wa ndani. Faisal, Alan Okero ni wachezaji ambao wanaweza kukuofa kwa ndani, lakini kimataifa hawana mchango wowote na hawawezi kuifikisha klabu ya Simba na Yanga hao wachezaji popote. Lakini kwa ndani no doubt.
Kwa mazingira haya tutegemea kuviona vilabu vya Tanzania vikifikia hatua ya fainali na kubeba ubingwa wa Afrika kwa sajili hizi na kwa uwekezaji huu ambao unafanyika? Kwa Yanga Afrika no doubt naiona semi final. Kwa Yanga Afrika no doubt naiona semi final. Lakini kwa klabu ya Simba kama hawataacha migogoro, migongano, misuguano, misunderstanding, chuki, husda, kama hivyo vitu vyote hawataviacha, klabu ya Simba hata group stage sioni. Nakwambia kwa sababu ukiangalia saa hizi Mnyasa, sizungumzi mimi Kefa Chengula. Jana nimemwona Dr. Mo, nimemwona yule Sambade, nimemwona Mzalamo, nimemwona Kisugu. Wote wanamkataa Dumbia, mchezaji ambao wamemsajili wao wenyewe na wao ni mashabiki wa klabu ya Simba, wanatakiwa waiprotect Simba. Wanatoka front wanasema huyu mchezaji hatoshi kwenda kuipambania klabu yao. Manake automatically wameshakubali kwamba msimu huu hata ligi kuu Tanzania bara na kimataifa hawezi kufika, na ni kweli kwa Dumbia, kwa namna anavyocheza. Of course tusimalize maneno kwa sababu bado unajua mchezaji anavyoingia, hata sisi Samba de Romanisa Mulutambala alicheza kama mechi 5 hivi tulimkataa, lakini baada ya hapo akafanya mazoezi kwa bidii, akazoea mazingira, mwisho wa siku Romanisa Mtambala kawani ni nyota kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo hata Dumbia tusimalize maneno. Yawezekana huko mbeleni haya maneno yetu akaja tu kutusuta. Kwa hiyo mimi binafsi nataka niwaambie kwamba Simba kama wataacha malumbano wanaweza kufika mbali, lakini kama hii misuguano itaendelea, sioni klabu ya Simba ikifika popote kwenye CAF Champions League na kwenye ligi kuu Tanzania bara. Otherwise itakuwa ni mifasuko after mifasuko. Na sisi Yanga kama wao wanasema adui muombe njaa hata kama akiwa shujaa. Kwa kama wao wenyewe kwa wenyewe wanazidi kugombana, maana yake wanatengeneza nafasi kubwa kwa sisi kufanyaje, kuendelea kuchanja mbuga zaidi, kwa sababu mpaka sasa hizi wanampa kiki, wanampa mileage isiyokuwa na sababu. Engineer Hersi, umeelewa? Na engineer naye anazidi kutumia nafasi zile ambazo wanazitengeneza viongozi wa Simba, kwa sababu viongozi wa Simba wanavyozidi kuletana mitafaruku, maana yake tayari wanatengeneza mipasuko na kuharibu umoja kwenye klabu yao ya Simba. Maana yake ukishakuwa hivi vilabu bwana Mnyasa jinsi zilivyo, ukishaona ndani yake hakuna umoja, hata kama timu ikiwa imara kiasi gani, kufanikiwa ni ngumu. Na ndio maana sisi msimu uliopita tulikuwa weak dhaifu, lakini uongozi wetu ulikuwa umeshikamana, na ndio maana tukafanikiwa kuchukua NBC, umeelewa? Lakini msimu uliopita kama uongozi ungekuwa umeparanganyika, NBC tusingechukua na hata kwenye CRDB inawezekana hata nusu finali tusingefika. Na ndio maana mimi nasema hivi, hizi timu ni uongozi kuwa imara, timu lazima ifike mbali. Lakini uongozi kuwa weak, ukiwa dhaifu hali kama hivi wa Simba na timu nzuri no doubt, wana wachezaji wazuri na timu nzuri, lakini na wana benchi nzuri, lakini wao kinachowatafuna ni uongozi. Hauzungumzi lugha moja, na usipozungumza lugha moja kwenye Simba na Yanga automatically umeshajimaliza mwenyewe. Na ndio maana saizi wanachama, mashabiki wa klabu ya Simba huwa anazungumza hili, yani imekuwa kama ni wao kwa wao hawaelewani. Kwa hiyo inawapa nafasi kubwa ya kufanyaje, inawapa nafasi kubwa sisi wanachama klabu ya Yanga kuendelea kusonga mbele. Na sisi tunasema adui mombenja hata kama ukiwa shujaa. Kwa hiyo mimi of course kimpira nazungumza kimpira, lakini kiushabiki haya yanayoendelea kwenye klabu ya Simba mimi kama Kefa Chagula na yafurahia, kwa sababu unaona yanatupa mileage, yanatupa nafasi sisi ya kuendelea kusonga mbele. Bwana, kama Faisal angeungana na Simba yenye Selemani Mwalimu, Simba manake ingekuwa na faida kubwa zaidi ama tayari kungekuwa na udhaifu bado? Selemani Mwalimu kwa klabu ya Simba, kwa sababu msimu uliopita amemaliza akiwa na magoli 9. Huwezi kumbeza. Kwa klabu ya Simba alikuwa na fit, alikuwa mchezaji mzuri, na ndio maana nimemshangaa magoli anavomshusha thamani mchezaji ambaye amemsaidia msimu uliopita kumchukulia CRDB, amemfikisha mpaka hatua ya mwisho kwenye DBC. Kwa hiyo Selemani Mwalimu ni mmoja kati ya striker nzuri ambazo zilikuwa zina fit kwenye klabu ya Simba na wamesaidia sana klabu ya Simba. Kwa hiyo mimi naamini kama angekuwepo Selemani Mwalimu akaja na Faisal, hata huyu Dumbia hii pressure, yani hata kama ni of course tunasema Dumbia labda ni mchezaji mzuri, basi hii pressure angefanya angekaa pembeni, Selemani Mwalimu angeenda kuchukua nafasi yake. Lakini Faisal, ujio wa Faisal ungeenda kupush, kwa sababu Faisal ana uwezo kucheza namba 10, anaweza kucheza namba 8, anaweza kucheza namba 6, umeelewa? Kwa hiyo hata namba 8 pale angekuwa anaanza Chama, afu namba 10 anaenda kucheza Faisal, winga Libezi au winga nyingine Asen Oura,
Umeelewa? Hapo pale namba 9 anaenda kumaliza Selemani Mwalimu. Umeelewa hiyo timu ilivyokaa? Na hapa chini anakuja kukaa Yusuf Kagoma. Umeelewa? Huko anakaa Delok, huko anakaa yule nani Tule. Umeelewa? Huko kwa Pombe, huko anamaliza nani? Anamaliza saba Kibabage. Na yule nani golikipa wenu japokuwa naye ana mistake lakini sio mbaya hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo Simba ingekaa katika situation kama hiyo, ingekuwa angalau kidogo ingeonyesha nini? Ingeonyesha uhai, lakini kwa namna jinsi ilivyo kwa sasa na dirisha hizi siku mbili inatakiwa wazitumie vizuri sana, kwa sababu yawezekana kama wataenda na Simba hii kwenye msimu huu, sioni kuchukua NBC, sioni kuchukua CRDB, sioni kufika group stage kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo wajitahidi wafanyie marekebisho ili klabu yao ikafanye vizuri kama inavyofanya vizuri Yanga Afrika. Bwana Kefa, mimi nikushukuru, nikutakieni kila laheri kwenye sherehe zenu za kusherekea ubingwa wa ngao ya jamii ambao umeutoa pale New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Na mwakani tena. Unasema? Na mwakani tena. Na mwakani tena. Yaani hiyo mpaka siku sisi tukichoka hapo ndo tunasema yaani hapo ndo tutawaachia, lakini sioni dalili ya amwezi kuachia Simba. Yaani kumwachia Simba labda aje aombe msamaha. Akiomba msamaha na radhi tutamwachia. Eti ni kweli kwa sababu alipita pale Jangwani ndo sababu ya kumfunga jana. Nimemwona shabiki mmoja anaitwa nani yule, nimecheka sana yule mchekeshaji. Amesema bana, tumeligundua kosa letu. Ameenda kuchukua kile kinyesi chake ameweka kwenye rambo, anakimbia nacho.